Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Tukiendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ni ada, na tumeingiwa na mgeni mtukufu ambaye ni mwezi mtukufu Ramadhani. au atulipe ujira na au atufikishe katika ibada tuweze kutumikia vizuri, na au atupe fadhila zilizokuwa ndani yake na khair. Kwa hiyo tunaendelea kama ilivyokuwa ni ada na darasa yetu. Kwa yule ambaye atakuwa na nafasi ya kufanya muraja, basi anaweza kufanya muraja atakuwa wakati mdogo, lakini mwezi huu unakuwa ni mwezi wa fadhila. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa na nafasi kubwa zaidi aelekee katika upande wa kufanya masaili ya kiibada na kusoma Qur'ani kwa sana, hasa katika mwezi mtukufu kama huu. Kwa hiyo darasa yetu itaendelea, lakini mdogo mdogo hivyo hivyo. Kwa hiyo au tunamuomba tulipe ujira, atufanyie pesi katika majambo yetu sote kwa ujumla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuko katika upande wa al-ismul mawsul, ambao ismu mawsul ni jina lenye kuunganishwa, na al-asmaul mawsula ni moja katika zile maarifa ambazo tulizielezea. Kwa hapa nataja aina moja, na kule nyuma tulishatoka upande wa alam tukaja ismu ishara, na leo tunaingia katika upande wa al-asmaul mawsula. Na hizi al-asmaul mawsula tukasema kwamba ni mabni katika upande wa shabahi, kwa sababu zinafanana na ashabahul istimali, kwa kuwa zinahitaji kitu kukamilisha maana yake. Kama ilivyokuwa herufi inahitajia kitu, jina kukamilisha maana yake, basi vile vile pia al-asmaul mawsula yakawa ni mabni kwa sababu ya kufanana na herufi katika njia hiyo. Waka an yaftaqira iftiqaran mutaassilan ila al-jumla. Kwa hiyo anasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, mawsulul asma, mawsul katika upande wa majina, maana yake al-asmaul mawsula vile vinavyounganishwa katika majina. Mawsulul asma alladhi al-untha allati waliya idha ma sunniya la tuthbiti bal ma talihi aw lihi al-alama wan nun in tushdad fala malam wan nun min daini wa taini shuddida aidan wa ta'widun bidhaka qusida. Mawsulul asma vile vinavyounganishwa kwenye majina, maana yake nakusudia al-asmaul mawsula. Na hapo amesema mawsulul asma kwa sababu kuna aina mbili za upande vile vinavyounganishwa. Kuna al-mawsulul harfi na al-mawsulul asma. Vile vinavyounganishwa katika upande wa herufi ni vile vyote ambavyo unavikuta vinatengeneza masdari muawwal, kina an na ndugu zake anna, taukidi, kina lau, kina kai. Hizi zinaitwa mawsulul harfi, ni zile herufi ambazo zinatumika kuunganishwa. Kwa hiyo zile ambazo zinafanya taawili ya kutengeneza masdari. Ukisema uridu as'alaka ni kama ulosema uridu su'alaka. Kwa hiyo hii su'ala wakati huo maana yake ni masdar muawwal tumetoka katika kitendo sa'ala. Uridu an ajlisa maana yake uridu julusan. Kwa hiyo hii inaitwa al-mawsul al-harfi. Ama upande wa mawsul wa al-asma vile vinavyounganishwa kwa upande wa majina, anasema ni al-untha alladhi al-untha allati. Inatumika alladhi kwa mwanaume, ambayo alladhi hii unasema kwa Kiswahili ambaye. Al-untha kwa mwanamke inatumika allati, ndio akasema alladhi al-untha allati. Maana yake alladhi inatumika kwa mwanaume, al-untha ya kike inakuwa ni allati. Unasema jaa alladhi darabani, amekuja yule aliyonipiga, au jaati allati, amekuja yule ambaye kama ni wa kike inakuja darabatni, alikuwa amenipiga. Kwa hiyo hii allati inatumika kwa mwanamke, alladhi inatumika kwa mwanaume ambaye itakuwa ni mmoja. Waliya na ye katika tamko allati na alladhi idha ma sunniya, endapo zitafanywa muthanna, anasema la tuthbiti, usizithibitishe, kwa maana yeye haitakiwi ije hii alladhi na allati. Wakati wa kuzifanya muthanna inaondoka yeye, inabaki alifu ya muthanna, na katika upande wa yeye inakuja yeye ya muthanna. Hii yeye iliyokuwa katika tamko hazikutani wakati huo herufi hizi mbili. Uwezo ukasema alladha yani, mfano katika upande wa alladhani, alladhi ukifanya muthanna itakuja alladhani, wala haifai kusema alladhayani.
ile ya itaondoka, au allati haitokuja allatayani bali itakuja allatani, maana yake itakuwa wawili wa kike. Kwa hiyo ile ya itabidi iondolewe, itakuwa inabaki pale alifu ya rafi na ye alama ya kunasibisha na kujurisha katika upande wa muthanna. Jaa alladhani wa raaitu alladhaini au maratu billadhaini. Kwa hiyo akasema waliya na ye idha mathunia, endapo itafanywa muthanna hiyo ismu usul, basi la tuthbiti, usithibitishe. Lakini akasema sasa bal ma talihi, bali kile kinachoifuatishia, maana yake kile kilichokuwa kimefuata ile yao, au lihi la alama, kifuatishie alama, au lihi kifuatishie alama, kwa maana anachokusudia ile sehemu ilikuja alifu katika alladhi, ilipokuwa asili yake ni ye alladhi na allati, sehemu hii mbele yake anasema kwamba ifuatishie wakati huo alama ya rafi kama ni alifu au ni ye. Maana yake utasema alladhani wakati wa kurufaisha, wakati wa kunasibisha na kujurisha itakuja alladhaini. Kwa hiyo bali matalihi, bali kile ambacho kitakuwa kimefuatishia, kwa maana kilichokuwa kimefuatishiwa na ile ye, maana yake wakati huu utakifuatishia alama. Na herufi ambayo itakuwa imefuatishiwa na ye wakati huo ni ipi? Kwa sababu ukisema alladhi, allati, ukiondoa ya alladhi, dhali ndio iliyokuwa imefuatishiwa au imetanguliwa, maana yake wakati huo kulikuwa kuna ye na herufi nyuma yake ilikuwa ni hiyo dhali. Kwa hiyo hii dhali ndio anayokusudia hapa, ndiyo herufi ambayo imetangulia kuitangulia hiyo yao iliyokuwepo katika tamko alladhi au allati. Kwa ndio aulihi, ifuatishie alama, ifuatishie alama. Maana yake alladhi utafuatishia alama ya rafi alladhani, na katika kunasibisha itakuja alladhaini, allataini. Kwa bali matalihi, bali kile kilichokuwa kimefuatishiwa na ile ye katika tamko alladhi au allati, ifuatishie alama, maana yake iwekee mbele yake alama ya rafi au ya nasbi na jarri kama tulivyosema. Wanunu, lakini nuni katika upande wa alladhaini au alladhani in tushdad, kama itatiwa shadda fala malama, hakuna tatizo, hakuna kulaumiwa. Unaweza ukasema alladhani, na hii imethibiti vile vile pia moja katika upande wa avira, imepokelewa hivyo ikiwa imetiwa shadda nuni ya muthanna. Katika upande wa alladhani imekuja kwa kutoa shadda ikaja alladhani. Kwa hiyo anasema wanunu in tushdad, na nuni ukiitia shadda kama itatiwa shadda fala malama, hakuna lawama. Lakini shadda hii kama takavyoelezea, anasema wanunu min dhaini wa taini shuddida, vile vile pia ilitiwa nuni shadda katika upande wa dhaini na taini, kwa maana inaruhusiwa ukasema mfano hii dha ya ismu ishara au ta ambayo tumetoka kule nyuma, bidhali mufradin mudhakkarin ashir bidhi tita al-mudhakkar. Kwa hiyo anaelezea kwamba nuni yake katika upande wa dha na ta pia unaweza ukaitia shadda. Aidha anasema shuddida, vile vile pia inaweza ikatiwa shadda, wa ta'widhun bidhaka qusida, na vile vile pia kwa kuweka hiyo shadda inakusudiwa kuwa ni iwadhu, yani ni badala ya ile herufi tuliyokuwa tumeiondoa. Kama tulivyosema katika upande wa allazi na allati kulikuwa na ye, ukifanya muthanna ile yao inaondoka. Kwa hiyo ukiitia shadda hii nuni ni kama umeongeza herufi ya pili, umeongeza nuni ya pili. Kwa maana yake hapa inaonekana kama vile imekaa iwadhu, ni badala ya ile ye tuliyokuwa tumeiondoa, tumeziba mwanya ule uliokuwepo, au tumeziba pengo lililokuwepo katika upande wa ile herufi ambayo ilikuwa ni ye katika tamko alladhi au allati. Ndio maana akasema wa ta'widhun, na vile vile pia ta'widh maana yake kuweka iwadhu, kuweka badala ya kuzuia mwanya ufa uliojitokeza pale, bidhaka kwa kuitia shadda huko, usida maana yake wa ta'widhun usida, na vile vile pia inakusudiwa iwadhu kwa kule kuweka shadda katika upande hiyo nuni alladhani au dhani na tani. Kwa hiyo wakati huo unaweza ukaweka shadda na hakuna tatizo, inajuzu katika masala ya lugha ya Kiarabu au alam. Katika tasjili ifuatayo insha Allah taala tutaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi, na kama kuna sehemu ya fawaid chini basi vile vile pia tutazigusia biidhnillah taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.